Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa tunaangalia spiritual sensitivity and dominion. Spiritual sensitivity and dominion. Spiritual sensitivity and dominion. Sensitivity ni kama kuwa makini kwa Kiswahili, au kuwa msikivu rohoni, msikivu katika utu wako wa ndani. Ni usikivu katika utu wa ndani. Kwa hiyo utaweza kuandika kuwa msikivu katika utu wa ndani na utawala au kutawala. Amen. Now, tutaanza kwa kuangalia spiritual sensitivity ni nini. Tunapozungumzia spiritual sensitivity, tunazungumzia kitu gani? Amen. Alafu tutaenda kuangalia ni namna gani spiritual sensitivity inakusaidia kuweza kuwa na dominion. Kwa namna rahisi unaweza ukapoteza dominion yako kwa sababu you are not sensitive enough in the spiritual realm. Hauko na usikivu kutoka katika utu wa ndani. Kwa hiyo kitu ambacho kinaweza pia kikakusaidia kuwa na dominion ni uwezo wako wa kusikia kutoka katika utu wa ndani na kuact according. Kuweza kusikia kutoka katika utu wako wa ndani na kufanya sawa na vile utu wako wa ndani unavyokuelekeza. Kuna watu ambao Mungu aliwakusudia kuwa na dominion, aliwakusudia kuwa na destiny kubwa, aliwakusudia kuwa watu wa juu, but at the end of the day wakajikuta wameangukia kuwa watu wa chini. Na kwa nini waliangukia kuwa watu wa chini? Kwa sababu walikosa sensitivity. Kwa sababu walikosa nini? Sensitivity. So the more unavyokuwa sensitive in the realm of the spirit, ndivyo ambavyo una uwezo wa kuachieve a lot. Amen. Kwa kadiri ambavyo unakuwa na uwezo wa kusikia katika utu wako wa ndani, ndivyo ambavyo unaweza kufanikiwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usikivu wa kutoka katika utu wa ndani ni matokeo ya mtu wako wa ndani kuwa alive. Ni matokeo ya mtu wako wa ndani kuwa hai. Kwa tafsiri rahisi, maana yake kama mtu wako wa ndani atakuwa amekufa, hayuko hai, maana yake Mungu anaweza akawa anakupitisha mahali penye muujiza wako na usinotice. Mungu anaweza akawa anakupitisha Betheli, mahali ambapo mbingu ziko wazi, na usinotice. Kwa nini hujanotice? Hujanotice kwa sababu utu wako wa ndani uko dead. Kwa hiyo kuna watu ambao utu wao wa ndani umekufa, wakati Mungu anawasemesha kwamba nenda kafanye biashara fulani, hawezi akapasive. Mungu anaposemesha ya kwamba mtu fulani ndiye mke wako, ndiye mme wako, ana ignore. Kwa hiyo anajikuta ameangukia kwenye mikono ya adui zake kwa sababu alikosa sensitivity. Unanielewa ninachoongea? Unanielewa ninachoongea? Samson anaangukia kwenye mikono ya Delila, mikono ya adui yake ambaye anampelekea kifo chake kwa sababu moja, kwa sababu utu wake wa ndani ulikuwa umekufa. Pamoja na kwamba alikuwa ni mtu ambaye Mungu amekusudia kwamba awe na hatima kubwa, lakini utu wake wa ndani ulikuwa inactive. Utu wake wa ndani ulikuwa dead. Na kwa sababu ulikuwa umekufa, alikuwa hawezi akapasive ya kwamba ninayekaa naye ndiye atakayeniangamiza. Sometimes unaweza uka-associate na marafiki ambao haujui kwamba kesho ndio ambao watakuharibia maisha yako. Unaweza ukaambatana na watu na ukawapa jina ya kwamba hawa ni BFF, huyu ni BFF wangu, lakini at the end of the day yule BFF wako ndiye ambaye anakuangusha. Kwa hiyo kama hautakuwa spiritually sensitive,
At the end of the day, you can fall unto the hands of the enemy. Unaweza ukaangukia kwenye mikono ya adui zako. Unaweza ukaangukia kwenye mikono ya watu ambao wanakupeleka shimoni. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Kwa the more unapokuwa sensitive katika utu wako wa ndani, ndivyo ambavyo hatima yako inavyokuwa inaelekea kuzuri. Kwa kadiri ambavyo unakuwa sensitive, unapozidi kuwa sensitive katika utu wako wa ndani, ndivyo hatima yako inavyokuwa na uhakika. Kwa kadiri ambavyo unakuwa insensitive, utu wako wa ndani unavyokuwa unakufa, hauwezi ukasikia kutokea katika utu wako wa ndani, ndivyo ambavyo unakuwa unazongwa na danger za kutosha. Wangapi wananielewa ninachoongea? Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Nikuoneshe kitu kimoja kwenye kitabu cha Marko sura ya 2 na mstari wa 8. Marko sura ya 2 na mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Mara akafahamu. Mara akafahamu. Akafahamu wapi? Sema nafsini. Sema nafsini. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivyo? Wale watu walikuwa wanasemezana mioyoni mwao, mbona huyu anakufuru? Ni nani anayeweza kusamehe dhambi isipokuwa Mungu pekee yake? Hao watu wanazungumza kutoka katika mioyo yao. Maandiko yanasema mara akafahamu. Sema akafahamu. Maandiko yanasema akafahamu rohoni mwake. Akafahamu rohoni mwake. Kwenye Kiingereza anasema immediately. And immediately when Jesus perceived in his spirit that they were so reasoned with themselves, he said unto them, why reason ye these things in your hearts? And immediately, manake it was just a spiritual impulse ambayo ilipita kwa piu. Sema piu. Oh. Sema amen. Ilikuwa ni taarifa ambayo inaingia papu. Manake utu wa Yesu wa ndani ulikuwa active kuliko utu wa nje. Yesu alikuwa ana uwezo wa kuelewa ni nini mtu fulani anafikiri. At this moment as I talk to you, I know your thoughts. Manake kwa tafsiri rahisi, manake utu wa ndani wa Yesu ulikuwa hai kiasi kwamba wakati wanafikiri tofauti na vile alivyokuwa anazungumza, maandiko yanasema ghafla, immediately, akafahamu nafsini mwake, akafahamu rohoni mwake. Manake utu wa ndani una uwezo wa kudaka taarifa za vitu vinavyoendelea kutoka katika utu usioonekana. Manake ukisimama mahali unaweza ukanotice, huyu ninayeongea naye sio muda mrefu atanitapeli. Huyu ninayeongea naye siku moja atanisaliti. Maandiko yanasema Yesu alikuwa anafahamu ya kwamba Yuda ndiye atakayemsaliti. Alimfahamu kwa namna gani? Utu wake wa ndani ulikuwa na uwezo wa kuperceive hata adui zake. Hey, wangapi wanaelewa ninachoongea? So you can be walking with a friend, you can be walking with a person, na utu wako wa ndani unakuambia huyu mtu kuna siku atakufanyia vibaya. Take care. Usimwambie mambo yako yote. Kuna mtu mwingine kabisa utu wako wa ndani unasema huyu mtu, I know one day atani betray, one day atanisaliti. So Yesu alijua from the beginning ya kwamba hapa anatembea na Yuda, na huyu Yuda ndiye atakayenisaliti. Alijuaje? Alijua kutokea kwenye utu wa ndani. Hapa tunaona hao wananong'ona katika mioyo yao, wanasemezana, huyu Yesu ana amri gani ya kusamehe dhambi? Maana anasema immediately Yesu akacapture ile sauti, akaidaka ile sauti, alafu mbona mnafikiri hivi nafsini mwenu? Hebu sema amen katika jina la Yesu. Maana yake kuna wakati unaweza ukao unaenda kufanya biashara, alafu mtu anaenda kufanya naye biashara amekusudia fika kukutapeli.
roho yako inafahamu, alafu unaanza kutoa warning. Huyo mtu ambaye anataka kutapeli, kwa nini kila saa unaongea hivi? Kwa sababu kila ukiongea unagusa yaliyo kwenye moyo wake. Tatizo la kwa nini walokole wengi wanafeli kwa sababu utu wao wa ndani uko inactive, uko dead. So hata mambo mabaya yanapowajia yanawajia ghafla, hata hatari zinapowajia zinawajia ghafla. Na kuna wengine sio kwamba hawakuziona hizo hatari, mioyo yao iliwaambia huyo mtu mbaya, akaignore. Kuna jambo linaenda kutokea, una ignore. I remember mwaka mmoja Mungu akawa amenisemesha kitu fulani kuhusiana na mambo kadhaa kuhusiana na nchi. Amen. Aliponisemesha akuniambia kwamba pengine nije public nizungumze. Aliniambia niombe. Na kulikuwa na hizo taarifa ndani yangu zinapiga kelele, na Mungu alinitaka nifunge kwa muda mrefu kidogo. Akawa ananisisitiza omba, 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 omba. Nasema no. Nimetoka tu hapa juzi, ninakuwa na mfungo hapa, nianze tena kuomba hapa. Ngoja kwanza nivute alafu then daanza mfungo. Remember, taarifa imekuja immediately, inasema pray. Do you understand what I'm saying? Kwa Roho Mtakatifu anaona taifa linakoenda. Anapoona taifa linakoenda, kuna watu huwa anawapa taarifa, wanaitwa watchmen. Kuna watu anawaambia right now begin to pray. So unaidaka ile taarifa ya rohoni, alafu unaanza kuitendea kazi. Kumbuka, kila taarifa ya rohoni ambayo unaidaka ndio inayofanya nchi iwe salama, inafanya biashara yako iwe salama, inafanya huduma yako iwe salama. Kwa tafsiri hii maana yake, kama hautaidaka hiyo taarifa na kuitendea kazi, maana yake hautakuwa salama wewe, au taifa halitakuwa salama, au biashara yako haitakuwa salama. Why? Kwa sababu ile taarifa ndio preservation. Sema amen kama unanielewa. So at that moment Mungu ananiambia pray. I said no. Ndaomba baadaye. Wote nitazame mimi. Amen. Nasema nafanyaje? Ndaomba baadaye. Then baadaye mambo yakazidi kubadilika, yakawa mabaya. Mambo yalipokuwa mabaya yakawa mabaya baadaye mpaka moyo ukawa unaniuma. Kwa sababu kuna vitu Mungu akitaka kukuambia anakupa taarifa. Akishakwambia katika utu wako wa ndani, usipovitendea kazi, vile vitu mara nyingi vinaanza kuuma ndani. Akikwambia ya kwamba fanya hivi na hujafanya, utu wako wa ndani unaanza kurespond. Unaanza kusikia maumivu. Kwa nini hujatendea kazi? Unaanza kusikia maumivu kwamba hili jambo hapana, kuna hatari inakuja. Kuna hatari inakuja. Kuna hatari. Na listen, kuna vitu ambavyo unaweza ukavirescue immediately Mungu anapokupa taarifa. Na kuna vitu hauwezi ukavirescue kama muda aliyokupa taarifa ukuact kama alivyosema. Maana yake kuna hatari. Mfano, kuna watu Mungu anaweza kukwambia ndugu yako fulani yupo kwenye hatari, muda wote atakufa. Unasema atakufaje? Mbona ana afya? Mbona yuko vizuri? Ila remember, kuna taarifa imekuja kwenye utu wako wa ndani ya kwamba ndugu yako fulani yupo kwenye hatari, naye atakufa. Unanielewa ninachoongea? Isaya wakati ameanza kuugua, anaugua, maandiko yanasema alikuwa kwenye hatari, na Ezekia alikuwa kwenye hatari ya kufa. Maandiko yanasema Mungu akaenda kusema na Isaya nabii, akamwambia Isaya, sikia Isaya, Ezekia anaugua, na nenda ukampe taarifa ya kwamba hakika atakufa. Maana yake taarifa ya hakika atakufa ilikuwa ni wakati ule ambao taarifa imetoka. Anaendelea kuugua na hakika yake atafanya nini? Ezekia anaugua, anajua ni tabia ya magonjwa, na sio kwamba naweza nikafa sasa hivi. Madaktari wote walionizunguka, au watu wote walionizunguka. Then anapokuja Isaya, anakuja na taarifa ya kifo. Ambia Ezekia, sikia, huo ugonjwa unaougua hautapona, utakufa. So Ezekia immediately anaingia kuomba. Anaingia kuomba kwamba Mungu amrehemu.
Unanielewa ninachoongea? So imagine kama Isaya aliyekuwa watchman of Israel. Remember, Isaya ndiye aliyekuwa mwangalizi katika ulimwengu wa roho juu ya taifa la Israeli. Maana yake alikuwa ana observe vitu vinavyoenda. Alikuwa na spiritual intelligence ya kuweza kuperceive taifa linakoelekea. Na kwa sababu alikuwa na spiritual intelligence, akawa anatoa taarifa. Unanielewa ninachoongea? Kuna watu ambao, by the way, Mungu ametupa neema. Na ametupa neema kuwa watchmen of the church of Tanzania, watchmen over the nation of Tanzania. Kuna vitu ambavyo Mungu anaweza akasema, once he speaks to us, we speak to the church. Anapoongea na sisi tunaliambia kanisa. Na sometimes mtu anasema, oh, mbona huyu ni kijana, kwa nini anaongea haya? Sometimes auongei ujana, unaongea utu wa ndani. Maana yake ni taarifa ambayo tumeicapture kwenye utu wa ndani kutoka kwa mzee. Tatizo moja ambalo kanisa la Tanzania linalo ni hili. One problem. Mara nyingi tunafikiria kwamba kila taarifa lazima ipite kwa nabii mzee. Sio kila taarifa lazima ipite kwa nabii mzee. Unanielewa ninachoongea? Unanielewa ninachoongea? Kuna nyakati ambazo Mungu anatafuta nabii ambaye unamwona ni wa kawaida na ni nabii kijana. Na hata ukimwangalia unasema no, huyu Mungu hawezi akamtumia. Then Mungu anamtumia huyo kuachilia taarifa ambayo inaweza ikaliponya kanisa, au ikaponya familia, au ikaponya taifa. Nao wale wenye hekima ndio wanaweza kusikia. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Kwenye season tuliopo lazima kuwe na watchmen. Kuwe na watu ambao wanaweza wakadaka taarifa za rohoni, wakadaka mawimbi ya rohoni, alafu wakaja wakatuambia ya kwamba vitu gani vinaendelea katika ulimwengu wa roho. Hawa watu wanahitaji kuwa na spiritual sensitivity. Wawe na capacity ya capture spiritual impulses. Wawe na uwezo wa kudaka taarifa za rohoni zinazoendelea katika ulimwengu wa roho. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Now, maandiko yanasema Yesu akafahamu rohoni. Akafahamu rohoni mwake. Maana yake utu wako wa ndani una uwezo wa kufahamu ya kwamba mtoto wangu anaenda kuugua. Unaweza ukafahamu ya kwamba hii safari ninasafiri, but I know kuna hatari. Kuna wakati ambao Paulo alikuwa anasafiri, amechukuliwa, anapelekwa kwenda anaenda kwa ajili ya kuhukumiwa. Maandiko yanasema wakati anasafiri alikuwa na intuition ya kwamba safari ile haitakuwa nzuri. Sometimes unajua Roho Mtakatifu anaweza akazungumza ya kwamba safari ya mahusiano ulioianza sio nzuri. Unakoelekea hautafika. You know, sometimes we battle with ourselves. Tunapambana huku ndani. Umewahi kuona wakati mwingine kuna conflict iko ndani na haiko nje. Kuna ugomvi unaendelea huko ndani. Kuna mtu kama anakuambia hapa hapana, kuna kitu kitakuja kutokea. Hapa kuna jambo linaenda kutokea. Hapana. Mbona huyu dada ananipenda? Mbona huyu bro ananipenda? But kuna taarifa. Maandiko yanasema Yesu akafahamu rohoni. Kwa sababu utu wa ndani ndio unakuaga wa kwanza kupokea taarifa kabla ya utu wa nje. Umewahi kusikia kwamba mtu ambaye anataka kufa huwa anafahamu? Hata kama yuko hai, utakuta kuna maneno anaanza kuongea. Yuko hai, ni mzima, ana afya, but kule kwenye utu wa ndani kuna taarifa zinatiririka. So inahitajika kuwa makini wakati taarifa zile zinakuja. Kama ile taarifa uitaki, you are the one. Unatakiwa kwanza kupambana na hiyo taarifa. Hiyo taarifa ninaikataa. Hiyo taarifa ninaikataa. Ezekia alipopokea taarifa kutoka kwa Isaya, akasema no, I will not die. Sometimes kuna taarifa zinakuja. Sometimes, listen to me. Ukiona kuna fear inakuja, fear ina communicate next event. Hofu mara zote inazungumza matukio yanayokuja. Ukiona ndani yako kuna tashwishwi, maana yake mbele yako kuna hatari. Usipoizima hofu iliyoko ndani yako, maana yake hatari lazima ikupate. Wangapi wananielewa ninachoongea? Wangapi wananielewa ninachoongea? So utu wako wa ndani lazima uwe na uwezo wa kusikia. Wewe huko ndani ukisikia kitu, don't ignore. Wake up.
Kuna wakati unasikia kama utazani naweza nikafa muda wote. Naweza nikafa muda wote. Kuna mtu mwingine unajikuta anaanza kuandika message za status. Watu wanaweza wakafa muda wote Mungu akipenda. Unaanza kuangalia imetoka wapi? Imetoka wapi? Maana yake ile ni taarifa inakuja kwako. Maandiko yanasema wazi, kwa wingi wa siku atakushibisha. Alafu nakuta mtu amekaa na tafakari kifo. Na anapotafakari kifo alafu tazani mazuri. Nimeona tu kwamba mtu anaweza kafa muda wote. Kuna binti yangu mmoja akaniambia nilikuwa natafakari tu ya kwamba mtu anaweza kafa muda wote. Why? Kwa nini utafakari muda wote unaweza ukafa? Kwa nini usitafakari muda wote unaweza kufungua kampuni? Kwa nini usitafakari kwamba muda wote unaweza kufungua biashara? Umekaa unakula chakula, wakati unakula chakula unafikiria muda wote naweza nikafa. Umewahi kuona mti ambao umepandwa bado upo ni mchanga, unaendelea kukua, alafu huo mti unaendelea kupokea maji, alafu unaanza kuwaza muda wote naweza nikakatwa? Hakuna mti wenye matarajio ya kwamba muda wote naweza nikafanya nini. So dalili mojawapo ya kwamba kuna kitu kinakuja ndani yako ambacho sio kizuri, unajikuta mawazo yanayoproceed, yanayotokea ndani yako, hayo mawazo hayafanani na kile kitu unachokitaka. Umeelewa nachongea? Now you can perceive ya kwamba hii ni hatari inakuja mbele yangu. Sema amen kama unanielewa. Maandiko yanasema mara Yesu akafahamu rohoni mwake. Kwenye Kiingereza anaongea vizuri, anasema and immediately. Sometimes unaweza kuwa unatembea alafu immediately kuna taarifa unaisikia ndani pap. Inakuwa kama ni breaking news. Ile ni spiritual breaking news. Umekaa unakula, ghafla roho inakwambia acha kula, ingia chumbani, omba kwa dakika 5, muombe mtu fulani. Then you begin to pray. When you pray, then you begin to realize ya kwamba kuna ule muda ambao Roho Mtakatifu alikuwa anakuambia ingia kuomba, ndio muda ambao yule mtu uliyekuwa unamwombea alikuwa kwenye hatari. So Mungu anakuambia right now, pray for your brother. Muombe kaka yako. Muombe kakaangu ameenda ofisini. Ameenda ofisini. No, when your spirit arise, begin to do it. Maana anasema immediately. Maana yake sio kitu ambacho nao unakikusudia au unakiwaza au umekipanga, kwa sababu sio kila kitu kizuri au kibaya ambacho unaweza kukipanga wewe. Kuna mambo mazuri hayapo kwenye mpango wako, yapo kwenye mpango wa Mungu. Na anakukuta ghafla, mwenyewe unasema, sikuwahi kufikiri. Ila nilikuwa roho yangu inaniambia kama hili jambo litakuwa lizuri kweli. Ila sikujua kama litakuwa lizuri kwa kiwango hiki. But kulikuwa na taarifa imetangulia katika utu wako wa nini? Wa ndani. Na kuna mtu mwingine ambaye anakutana na hatari, immediately pia taarifa huwa inakuja. Unaweza kuwa na drive gari, ghafla unasikia taarifa pap, imeingia ndani. Alafu unasikia kama no, let me park the car. Ni park. Baada ya kupark, let me pray. Hata kama dakika 5, let me pray. You begin to pray, you pray. Baada ya dakika 20 ya driving, unakutana na ajali ya ghafla. Alafu unajiona umetoka kwenye ile ajali. Alafu unaanza kugundua no, Roho Mtakatifu aliniambia pray. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Ninapokufundisha vitu vya jinsi na kufundisha kwa sababu kuna vitu vinaweza vikaja mbele yako ambavyo Mungu anakusudia viwe mlango wa wewe kuinuliwa na ukaviignore. Do you know unaweza kukutana na mtu wa kawaida, ukimwangalia kwa utu wa nje ni wa nini? Wa kawaida. But in the spirit, Roho Mtakatifu ameshakwambia tayari, huyu mtu kaa naye vizuri, atakusaidia kwenye maisha. We, mbona jamani wa kawaida? Sometimes tunakutana na watu ambao ni wa kawaida, ukiwaangalia kwa utu wa nje, ukiwaangalia vile walivyo, ukiwaangalia standard ya maisha yao. Hujui baada ya miaka 5 huyu dada atakuwa nani? Hujui baada ya miaka 5 huyu brother atakuwa nani? Wewe ukimwangalia unasema no, huyu brother gani wewe? Wewe unashobokea watu wenye magari, watu wenye nyumba nzuri, watu ambao wana nao Roho Mtakatifu anakuambia hebu mpende huyu jamaa. Alafu unaanza kukuta miaka 2 baadaye maisha yake yanaanza kubadilika. Miaka 3 baadaye yanaanza kubadilika. Imagine kama Yusufu asingekaa vizuri na yule mnyweshaji wa gerezani, asingetajwa ikulu. Tatizo tukiwaangalia watu mara zote waga hawafanani.
lakini kuna taarifa uwaga iko ndani. Yusufu akamwambia yule mnyweshaji, akamwambia sikia, najua utaenda utarudishwa kule, please ukienda huko usinisahau, unitaje. Sometimes unaona huyu mtu anasema unitaje, lakini bado wako gerezani. Wote wanaendelea kula gerezani pamoja, wote wanaendelea kulala gerezani pamoja, lakini kuna taarifa ya kwamba huyu jamaa anarudishwa Ikulu. So kuna watu ukiwaangalia kwa namna ya nje, ukiwaona walivyo, hawafanani mambo mazuri. Na ndio maana hata Yesu, wakati maandiko yanasema alipoenda kwenye kijiji chake Nazareth, maandiko yanasema walipomuona na kazi anazofanya na miujiza anayofanya, maandiko yanasema wale ndugu zake kwanza kusema ametoa wapi mambo haya? Si huyu ni mwana wa Yosefu? Si dada kaka zake na maumbu zake wako hapa kwetu? Maandiko yanasema wakajikwaa kwake. Maandiko yanasema kutokana na hilo tatizo la kutokumwamini, kwa sababu walishamzoea, acha wewe mtu gani anafanya hivyo, wewe huyu atakuja kubadilisha maisha yetu huyu. Sometimes wale watu hata kwenye familia, watu tusio wadhania ndio watu wanaoletaga mageuzi kwenye familia. Unaweza kukutana na mtu kabisa unamwona kama kaka wa kwanza atabadilisha familia, au kaka wa pili, au yule aliyesoma chuo kikuu. Alafu kuna yule aliyeishia form 4 ambaye alikuwa na mchaka wa kibiashara, anasema mimi nafanya biashara bwana, mimi nafanya biashara. Hao waliosoma chuo kikuu unasema hao ndio watakao nisaidia. Unajua wazazi kuna namna ambavyo na wenyewe wana picha zao. Then yule wa form 4 ndio anafanya biashara, anakomaa, mara ghafla anaanza kupata mtaji mkubwa, mara ghafla anaanza kwenda nje ya nchi, mara ghafla anafanya international business. Yule aliyeishia form 4, lakini mzazi alishindwa kupassive ya kwa sababu mzazi naye ni binadamu. Sometimes anaangalia kwa namna ya nje, huyu amesoma, kwa hiyo atafika hapa. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. So the more unavyokuwa spiritually sensitive, unapokuwa na uwezo wa kudaka taarifa kutoka katika roho yako, unapokuwa na uwezo wa kudaka hizo taarifa, ndivyo unavyokuwa salama. Maana yake Yesu alikuwa na uwezo wa kunotice mawazo ya adui zake. Alikuwa na uwezo wa kunotice mipango ya adui zake. Namna gani? Kwa namna gani? Spiritual sensitivity. Utu wake wa ndani ulikuwa na nguvu kuliko utu wa nje. Kwa Yesu alikuwa empowered katika utu wa nje, utu wa ndani, mpaka utu wa nje ulikuwa na uwezo wa kuwa salama kwa sababu ya utu wa ndani. Ninamwombea mtu mmoja aliyeko mahali hapa, Bwana akufanye salama kutoka katika utu wako wa ndani. Bwana akupe neema ya kuwa spiritually sensitive. Nasema tena, Bwana akupe neema ya kuwa spiritually sensitive. Sema utu wangu wa ndani umeamka. Sema utu wangu wa ndani haujalala. Sema utu wangu wa ndani haujalala. Sema nitaona adui zangu tokea mbali, kwa sababu utu wangu wa ndani uko hai. Sema nitaona mipango ya adui zangu, nitaona wanaonichukia, nitawajua tokea mbali, kwa sababu utu wangu wa ndani umeamka. Katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, piga kelele, sema amen. Sema amen. Now, spiritual sensitivity inakusaidia kwenye spiritual timing. Kuna mtu ambaye anataka afanikiwe kwenye maisha, lazima, nimesema, utu wake wa ndani uwe active, uwe high, uwe sensitive. Sasa wakati unapokuwa na uwezo wa kupokea taarifa kutoka katika utu wako wa ndani, maana yake unakuwa na spiritual intelligence. Spiritual intelligence inakusaidia kuwa na spiritual timing. Kuna watu wewe umesimama hapa, una uwezo wa kuona vitu vinavyoenda kutokea baadaye, kutokea kwenye utu wako wa ndani. Na kwa sababu una uwezo wa kuona vitu vinavyoweza kutokea baadaye kutokea kwenye utu wako wa ndani, unakuwa na uwezo wa kuwahi zile hatari na kujikinga. Una uwezo wa kuwa avoid baadhi ya marafiki, kwa sababu utu wako wa ndani tayari una taarifa. Maana yake unaweza kuwa na spiritual timing. Hao wameshapanga ya kwamba lazima tumuangamize, alafu kutokea kwenye utu wako wa ndani tayari unajua. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Na umejuaje? Umejua kutokea kwenye utu wako wa ndani.
Manake mimi nimekaa hapa Dothan, nina uwezo wa kuona from Dothan. I can see kwenye chumba cha mfalme nini anajadili sahi. Angalia kwenye kitabu cha Wafalme. Let me show you something. Mara nyingi watu wengi hawana uwezo wa kuwa na spiritual timing. Mungu anamwambia fanya biashara fulani. Tunasema ngoja kwanza nisubiri nione kama hii biashara inalipa, nione kama watu wanafanya biashara. Anakuta ndani ya miezi mitatu kuna watu tayari wameshakuwa wanaongoza kwenye ile biashara. Ila kuna wakati Roho Mtakatifu alimwambia go and do this business. Maana yake alikosa spiritual timing. Pamoja na kwamba alikuwa ameweza kucapture spiritual impulses, ameweza kudaka taarifa kutoka rohoni, lakini alishindwa kuact according. Alishindwa kuwa na timing. Roho Mtakatifu anapoachilia taarifa, pap, nenda kaitendee kazi. Unaposikia utu wako ndani unasema pap, sasa hivi fanya kitu fulani, wake up. Wake up. Sometimes Roho Mtakatifu anakuambia go to somebody, nenda kwa mtu fulani, alafu yule mtu atakusaidia. Imagine Elijah kipindi cha njaa, amekaa kwenye kijito, maji kwenye kijito cha Kerithi, maji yameisha. Mara baada ya maji kuisha, maana yanasema Mungu akaja akamwambia Elia, amka, nenda kwenye nchi ya Samaria, utakutana na mjane, na huyo mjane atakutunza mpaka mvua itakapokuja. So imagine Elia angeanza kukaa na kufikiria, mjane atanitunzaje? Mjane atanisaidiaje? Taarifa imemwambia go. Maandiko yanasema Mungu alipomwambia tu nenda, kwanza huyo mjane yeye anafanya biashara. Huyo mjane yeye anafanya kitu gani? Sometimes kuna watu wanakuwa na a lot of reasoning before they act proper. Wana a lot of reasoning. Anafikiri hivi, huyu mtu atakuaje, hiki hapa itawezekanaje? Then Roho Mtakatifu anamwambia go and do it, go and do it, go and do that business. Nenda kaianze ile biashara. Ile biashara Roho Mtakatifu nenda, unaliona lile eneo, nenda kafungue biashara. Itawezekanaje? Biashara itastawi pale. Now umewahi kuna mtu anasema, yani hili eneo nilikuwa napita kila siku, lilikuwa halina kitu, yani sasa hivi maduka. Ila kuna siku moyo wake ulimwambia, kwani usitafute eneo hapa ukafungua ofisi? Wangapi wanaelewa ninachoongea? Now miaka 5 inapita, lile eneo sasa hivi ndio eneo ambalo lina mahoteli, sasa hivi ndio eneo ambalo lina maduka makubwa, sasa hivi ndio eneo ambalo limechangamka. How? Aliignore taarifa. Wakati unaliona eneo alafu unaanza kusema hili ni zuri, nenda. Hata kama una hela, sio vibaya kuuliza, inawezekanaje kulipata hili eneo? Inawezekana ni wewe tu unaogopa, kama vile ambavyo ingekuwa kwa Elia. Elia ameambiwa nenda kwa mjane, angeanza kujiuliza, angeanza kuogopa, mambo yasingeenda vizuri. Watu wengi wanaogopaga vitu, ndio maana hawafanikiwi. Kwa nini hawafanikiwi? Kwa sababu Roho Mtakatifu anawaambia vitu ambavyo ni vikubwa kuliko wao. Akiwaambia vitu ambavyo ni vikubwa kuliko wao, wanafikiri ni kwa uwezo wao vitatimia. Roho Mtakatifu anapokuambia kitu ambacho ni kikubwa kuliko wewe, maana yake uwezo wa kutimia kwa hicho kitu haupo mikononi mwako, upo mikononi mwake. Maana yake unatakiwa uanze kuomba, Mungu umeniambia niende kwa yule mjane. Yule mjane ambaye umesema atanitunza. Yeye mwenyewe nimefika pale, ana chupa kidogo ya mafuta na konzi ya unga, na amesema anaiandaa ili kila afe yeye na mtoto wake. Ila Mungu amemwambia nenda kwa mjane, alafu huyo mjane atakutunza. Anafika kwenye lango la Samaria, anamkuta mjane anaokota kuni. Anamwambia mjane, sikia mjane, nina njaa, naomba kaniletee maji. Unapoenda kuniletea maji, hakisha unakuja na mkate. Mjane anamwambia mkate haiwezekani, kwa sababu chupa ya mafuta nilionao ni ndogo, lakini pia na unga nilionao ni konzi tu, ambao nikitumia tu sasa mimi na mtoto wangu tunakula tunakufa. Elia anasema nifanyie mimi. Unajua kwa nini anasema nifanyie mimi? Kwa sababu tayari kuna taarifa anayo. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Tulipokuja Dodoma, atukuja Dodoma kwa sababu tulikuwa na ndugu. Nimekuja Dodoma sina ndugu mimi. Mwaka 2013 Mungu ananiambia unaenda Dodoma, ukienda huko utanitumikia. Then nikaenda kwa pastor wangu, nikamwambia mama, pastor wangu alikuwa ni mwanamke ambaye ni mama yangu wa kiroho. Kaambia mama, Mungu ameniambia ya kwamba ninaondoka hapa, ninapoenda Dodoma, ananiambia sitarudi.
na nikienda huko ananiambia nitamtumikia huko. Mama yangu alisikitika kwa sababu alikuwa ananipenda na alipenda pengine tukae wote pale kanisani, ila kulikuwa na taarifa. So niko hapa kwa sababu ya spiritual sensitivity. Wangapi ananielewa ninachoongea? Sometimes kuna mtu unasikia kabisa roho Bwana anakuambia kaa hapa. Sasa nikae hapa. Mbona mambo hata hapa yaende, biashara zangu zenyewe zishagoma. Alafu Mungu anakuambia kaa hapa. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Maana yake it takes spiritual sensitivity for you to have your divine alignment. Kama unataka kutembea kwenye njia za Mungu, no matter what is happening, follow the alignment. Roho Mtakatifu kama hajakwambia nenda somewhere, don't go. Don't go, usiende. Roho Mtakatifu hajakwambia nenda sehemu fulani, usiende. Hajakwambia, kuna mtu unakuta kabisa yani wewe umempenda kwa sababu ya shape, na Roho Mtakatifu hajakwambia, ila unajilazimisha, dada ni mzuri yule, ngoja kwanza niseme naye kidogo. Ukasema naye ukakuta na yeye amekubali, basi tuendelee. Ila sio kwamba Bwana amekwambia. Baadaye pop mambo mabaya yanatokea. Sasa yani sijui kwa nini. Na ukiangalia cha kwanza ulichompendea ilikuwa ni shape. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Wangapi wanaelewa ninachoongea? So hapa nipo kwa sababu ya spiritual sensitivity. Ability to perceive from my spirit. Ability to capture the voice from my spirit. Uwezo ule wa kudaka sauti kutoka kwenye roho yangu. Sauti inaniambia where you're going is where you will serve me. Hakuna siku ambayo nikaanza kudesire kwamba niende Dar es Salaam, nikakae Dar es Salaam, nikafanya vitu vyangu Dar es Salaam. Why? Because Holy Ghost told me. Roho Mtakatifu aliniambia. Miaka mingapi imepita sasa? Almost 12, 12 years. Unaenda huku, utanitumia. Niko hapa kwa sababu ya Roho wa Bwana aliniambia. So I know my inheritance is here. Roho Mtakatifu alishaniambia, najua urithi wangu uko hapa. Nimeoa hapa. Nimefanya kazi ya Bwana hapa. Nina watoto hapa. Maisha yangu yanakuwa mazuri hapa. Why? Kuna siku Roho Mtakatifu alitweet ndani yangu. Aliachilia taarifa ndani yangu. So ninakuwa na dominion because of the voice of God. Hey. Sema amen kama unanielewa. Saa hii nina uwezo kusema ninakaa kwangu, nina watoto wangu, ninachunga kanisa ambalo Mungu ameniweka nikae. Why? Kwa sababu kuna siku niliweza kutii sauti. Sauti iliongea na mimi. Sauti. Ile sauti nikaiamini. Ile sauti nikaifuata. Ile sauti nikaitendea kazi. Sikujali kwamba ndugu zangu wote wako nyumbani. Sikujali kama familia yangu yote iko sehemu moja. Now I obeyed that voice in me. Mbona wewe hujaomba kazi? Mbona wewe hujatafuta kazi? Basi tuma application. Leta kazi, tukupe kazi huko benki. Utakana Roho wa Mungu hajaniambia niende benki. Wewe ambaye umeambiwa nenda benki, nenda. Umenielewa ninachoongea? Usije kusema baba alisema yeye. No. Wewe nenda kule ambako Mungu amesema. Nenda. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. So kuna watu ambao wanapotea na wanaumia kwa sababu they ignore the voice of God. They ignore the voice of God. Tuende kwenye kile kitabu cha Wafalme. Wafalme wa pili sura ya 6 na mstari wa 8. I want to show you something. Uwezo wako wa kudaka taarifa kutoka katika ulimwengu wa roho ndio ambao unakufanya wewe uwe salama. Sio wewe tu, taifa lako liwe salama. Taifa hili linakuwa salama kwa sababu kuna watu wanaomba. Kwa sababu kuna watu wanaona vitu tokea mbali. Kuna spiritual antenna ambazo zinadaka sauti, zinadaka mawimbi ya rohoni kujua ni wapi tunaenda kama taifa. Then they come out and they speak. Ole kwa taifa ambalo alisikii sauti za manabii wake. Ole kwa taifa. Ole kwa taifa ambalo haliwezi kutii sauti ya Mungu, haliwezi kusikia sauti ya Mungu. Angalia Wafalme wa pili sura 6 mstari wa 8. Maana wanasema basi mfalme wa Sham alikuwa akifanya vita na Israeli. Akafanya mashauri na watumishi wake, akasema kituo changu kitakuwa kwa mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema jihadhari usipite mahali fulani kwa sababu ndiko wanakoshukia wa Sham.
Maana yake Elisha alikuwa na uwezo wa kudaka taarifa. Huyu mfalme wa Shamu amekaa kwenye chumba chake, kwenye cabinet yake, ana discuss ya kwamba sasa tunaenda kuilivamia taifa la Israeli, tutapita njia fulani. Elisha yuko Dothan, mahali pake ambapo anatumia kuomba. Maandiko yanasema anadaka ile taarifa. Anatuma watu, nendeni mkamwambie mfalme kuna adui wanapita kwenye lango fulani, nendeni mkakae pale. So mfalme wa Israeli anaitii sauti ya nabii wa Bwana, anapeleka askari kwenye lile eneo. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Maandiko yanasema akishapeleka usipite kwa ndio anaangalia mstari wa 10. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu.